Jina langu naitwa Frank Novatus Nyamuga, ni mwenyekiti wa baraza la vijana wilaya ya Ilemela, lakini kwa sasa ni kaimu katibu wa baraza la vijana mkoa wa Mwanza. Tuna maadhimisho ya siku ya vijana duniani ambayo yanafanyika duniani kote tarehe 12 mwezi wa 8 kila mwaka. Sasa sisi kama Bavicha mkoa wa Mwanza tumefanya maandalizi ya kutosha kuhakikisha vijana zaidi ya 200 wanaelekea Dodoma. Lengo la vijana kuelekea Dodoma kuadhimisha maadhimisho ya siku ya vijana duniani, cha kwanza ni kupata platform ya sisi vijana, kwa sababu wote tunatambua kwamba nchi yetu ya Tanzania hakuna jukwaa la pamoja linaounganisha vijana wa vyama vyote vya siasa nchini na vijana wa taasisi mbalimbali, enjoys taasisi mbalimbali kukutana kwa pamoja. Kwa hiyo huwa tunaitumia siku ya vijana duniani kukutana sisi vijana wa Chadema ili tuweze kuzungumza mambo mbalimbali kuhusiana na nchi yetu, yakiwemo ya chama chetu pamoja na nchi kwa ujumla. Kwa hiyo tunawaalika vijana kuelekea tarehe 12 mwezi wa 8 kwa ajili ya kwanza kuzungumza juu ya ajenda muhimu kwenye nchi yetu ya katiba mpya, lakini kukutana na vijana kwa pamoja, kubadilishana mawazo, idea mbalimbali, kufahamiana, kubadilishana uzoefu na kuibua hoja mbalimbali ambazo tukizitoa kwa pamoja tunaweza tukaiambia dunia na nchi kwa ujumla, nchi yetu ikapiga hatua, vijana wakapiga hatua, hasa tatizo la ukosefu wa ajira na baadhi ya mambo muhimu kwenye nchi yetu. Lakini kuna agizo ambalo limetolewa na waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi kuzuia mikutano ya kisiasa. Nyinyi ya kwenu mnaifanya katika utaratibu gani na mmejipangaje kwa hilo? Cha kwanza lazima tukubaliane wote, waziri Katambi ana mamlaka ya kisheria ya kuzuia mikutano ya nje ya hadhara, lakini kwa kuwa wameipindua sheria kinamna fulani, mawakili wetu kupitia mwanasheria mkuu wetu wa chama wanaendelea kushughulika, na hivi karibuni mmesikia Dr. Slaa pamoja na wanasheria mawakili baadhi wamefungua kesi juu ya katibu ya waziri Katambi, na wamefungua kesi personal kumuaddress Katambi mwenyewe kwa nini amechukua maamuzi hayo na amevunja hiyo sheria. Kwa hiyo wakati taratibu zinaendelea juu ya kesi ya namna ambavyo yeye amerivaa swala hili kinyume na sheria, sisi kama baraza la vijana Chadema kwa mujibu wa katiba ya nchi haizuii vikao vya ndani. Kwa hichi ni kikao cha ndani, ni kongamano ambayo tutakutanisha vijana kufanya vikao vya ndani. Kwa tutakutana vijana wote kwenye sehemu ya ndani kwa ajili ya kuweza kuzungumza masuala mbalimbali yanayohusu vijana, na kwa kuwa ni tukio ambalo linatambulika duniani kote na tunaamini taasisi zote zitaweza kufanya tukio hili, na sisi Chadema ni miongoni mwa taasisi hizo. Na ni shughuli ambayo ni kongamano, sio mkutano ambao unaenda kufanyika nje au ni mkutano wa hadhara. Ni kongamano la ndani la kukutanisha vijana wote, na hatuendi kuongea ajenda zitakazoenda kushambulia nchi. Tunakwenda kuongea ajenda zitakazoweka maslahi mapana ya vijana, lakini na ajenda kubwa ya katiba mpya ambayo sisi vijana ni kauli mbiu. Ndio maana unaona kauli mbiu yetu sasa tunakwenda ni kijana na katiba mpya. Kwa ni masuala mengi tutaenda kuongea, lakini tutakwenda kufanya shughuli za michezo, tutakwenda kufanya shughuli mbalimbali zinazohusiana na vijana, kusocialize kama vijana, ili tuweze kujenga chama, lakini tuweze kujenga taifa lenye upendo, haki, demokrasia na maendeleo ya watu. Wito wako ni upi kwa vijana wa Chadema? Wito wangu kwa vijana wa Chadema, cha kwanza lazima tukiunge mkono chama chetu katika kipindi hichi kigumu ambacho tunapitia. Tunapitia katika kipindi kigumu sana, hasa vijana wote tunaona vijana wanavyopitia kadhia kubwa ya kukamatwa, kufunguliwa kesi mbalimbali, na ni vijana wa Chadema tu, si vijana hatujawahi kusikia kijana yoyote wa CCM kapewa kesi ya ugaidi. Hatujawahi kusikia kijana yoyote wa CCM katekwa. Hatujawahi kusikia kijana yoyote wa CCM kabambikiziwa kesi. Ni vijana sisi wa Chadema. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu tunapambania haki na maslahi ya taifa kwa upana wake. Kwa hiyo ni waase vijana, tuache uoga, tuache hofu, kwa sababu tunapambania wananchi wote wafaidi keki ya nchi. Wote tunaona ni takribani miaka 65 ya uhuru, lakini kuna matatizo kaida yanayohusiana na vijana. Hasa tunaingiza vijana wengi vyuo vikuu vijana wengi wanaingia, lakini recruitment ya kuwatoa vijana vyuo vikuu waendane na soko la ajira haipo kabisa. Na tunaona sekta mbalimbali za kuweza kusababisha vijana wakapata ajira hazipo kwa wingi. Kwa ni lazima vijana tushikamane kwa pamoja, tuweze kuungana kwa pamoja
ili tuweze kuishawishi serikali iweze kufanya maendeleo, iweze kuleta haki, ili sote kwa pamoja tuweze kupata haki ya kila kijana aweze kufurahia nchi yake na kuweza nchi yetu iweze kupata mabadiliko na tuweze kuilinda amani kwa kusimamia haki. Na zile milioni 200 ambazo tulio na Rais Samia Suluhu Hassan, hali ya unufaika kwa vijana wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema uko vipi? Bahati nzuri nimekuwa nikihudhuria vikao baadhi vya halmashauri na vikao ambavyo vinakusanisha NGOs mbalimbali kuhusiana na hizi fedha ambazo mara nyingi huwa zinakuja kwa ajili ya vijana, pamoja na hii ambayo imetolewa milioni 200. Lakini ukiangalia hii milioni 200 ambayo imekuja kwa vijana haifikii walengwa, inaishia hapo katikati. Kuna watu ambao wanaingilia katikati hapo, wanatengeneza upigaji mkubwa hapo katikati. Kuja kufikia sisi vijana ni inakuwa ngumu. Lakini pia kuna changamoto ambayo inatokea hasa vijana wa upinzani, hasa ukitambulika wewe ni Chadema, unakwenda kujaribu kujaza fomu ili ufuatilie huo utaratibu, ikiwemo na mimi nimeshawahi kujaza fomu, kufanya utaratibu wote, hata ile iliyotoka Samia Scholarship nilijaribu zote hizo. Lakini kwa kuwa tu una itikadi ya chama cha Chadema, una itikadi ya upinzani, kupata nafasi za namna hiyo hauwezi kuzipata na hauwezi kujiona hata jina likaweza kutokea. Kwa hiyo tunahisi tu serikali zinapokuja nafasi kama hizo, zinapotolewa fedha kama hizo, zifike kwa walengwa na walengwa wakutane, wazungumze, ziweze kuwafikia, waweze kuzifanyia kuliko kuishia tu njiani na ziweze kutufikia sisi vijana.